So hii ni movie mpya ambayo inaitwa The Bio, imetoka mwaka huu 2025 tarehe 21. Imekuwa directed na Tanel Mustanen pamoja na Brad Watson. Ni story ambayo inamhusu mwanadada mmoja ambaye anaitwa Kyle, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha kati, ambaye alikuwa siku kadhaa zilizopita alimpoteza kaka yake ambaye alikuwa anaitwa Jamie, ambaye aliuawa na majambazi ambao walivamia supermarket. So wakati wa kujaribu kuokoa baadhi ya watu pale supermarket, akapigwa risasi na majambazi hao. Sasa baada ya kumpoteza kaka yake, huyu Kyle yeye alienda kwa marafiki zake ambao pia wakawa wameandaa tour ya kwenda Florida nchini Marekani kwa ajili ya kutoa stress na mawazo ambayo alikuwa nayo. So walipanga safari yao, na safari yao ikaanza wakatafuta private jet ama ndege ndogo ambayo iliondoka na watu wachache, wakiwapo wao pamoja na watu wengine wachache kwa ajili ya kuelekea huko Florida Marekani kwa ajili ya kwenda kuenjoy na kutoa stress juu ya msiba na kile ambacho walikuwa nacho. Sasa wakiwa safarini, ndege ilipata hitilafu kwenye engine zilizima ghafla wakiwa angani, ikapata shida. So ikafikia sehemu ambapo ikaenda kudondoka, ikadondokea kwenye sehemu moja ambayo haina makazi ya watu, ni msituni na kuna mito, na hiyo sehemu ilikuwa hatari sana kwa sababu ilikuwa ni sehemu yenye mamba wengi sana. Sasa ilikuwa hatari kwani ilivyodondoka ile ndege tayari wakawa wamepoteza mtu mmoja pamoja na rubani mmoja, sababu marubani wanakuwa wawili kwenye ndege. Kwa hiyo rubani mmoja pia akawa amedondokea kwenye huo mtu ambapo ndege hiyo ilidondokea na kuharibika hovyo. Sasa wengine walifanikiwa kutoka katikati ya ule mto na kukaa pembeni, lakini huyo rubani mmoja yeye alikuwa haonekani, ilionekana kama amezama kwenye maji, lakini baadaye tukaja kuona mwili wake ukiwa unaelea. Sasa rubani mwingine ambaye yeye anaitwa Rosiana alitaka kwenda kumchukua ule mwili wa mwenzake ili wakauzike vizuri, lakini ile anaingia kwenye maji akashangaa mamba ameibuka na kuhurusha ule mwili wa rubani mwenzake na kummeza. So ilikuwa noma sana. Hii ni movie ambayo ni nzuri sana. Sasa inaonesha wamepitia magumu mengi walipoingia kwenye huo msitu kwa ajili ya kutafuta njia ya kutokea, kwa sababu simu zao zilikuwa zimezima na hazikuwa na mawasiliano zile ambazo ziliwaka, ziligoma ku connect internet kutokana na sehemu ambayo walikuwa. So walipitia mambo mengi sana mpaka baadaye wakaotea jengo moja ambalo walidhani utakuwa ni msaada, na kweli walienda pale walikuta mambo mengi sana. Panaonekana palikuwa ni kiwanda kilikuwa hiyo sehemu, lakini kwa bahati mbaya hiyo sehemu pia kulikuwa na mambo mengi sana kwa sababu tayari hicho kiwanda kilikuwa ni cha zamani na kilikuwa kimekwisha ingiwa na maji mle ndani, kwa sababu hilo eneo limezungukwa na mito mingi sana. So wakafika hilo eneo kwa ajili ya kujihifadhi, lakini bahati mbaya pia kulikuwa na mambo mengi sana. So wakawa wamepata changamoto nyingi sana, lakini baadaye wakaja wakaweza na wakajaribu kupiga simu kuomba msaada sehemu, japo hawakuweza kutoa location maalum kutokana na mawasiliano kukatakata, lakini baadaye waliweza kufanikiwa kupata msaada na wakaweza kuondoka mahali pale, japo walikuwa wamebaki watu watatu tu. Sasa hii story imekuwa nzuri sana, lakini wameshindwa kutueleza sababu za baadhi ya matukio ambayo yalitokea huko nyuma, yani kwamba yalianzia wapi. Tumekuja kuona tu inaanzia huyu Kyle akiwa chuoni, baadaye tunakuja kuona anakumbuka kwamba kaka yake alivyofariki dunia na maisha ambayo walikuwa wanaishi, japo hawajaonesha sababu nzima ya lile tukio ambalo kaka yake alifariki dunia. Lakini ni bonge moja ya story, unaweza kuenda kuifuatilia ama kuitafuta huko Movie Box na sehemu nyingine nyingi sana. Tafadhali usisahau kusubscribe channel hii. Hii ni Bongo Simulizi.